رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ndugu zangu, tulikuwa tumebakisha nukta moja ya mwisho katika masala ya majukumu. Tuko katika mubaligh ni nani, wadhifa wake ni upi, majukumu yake ni yapi. Sema nitataja karibu majukumu 10. Jana nilifika la 9, kana nimebakia la mwisho. Jukumu la mwisho la mubaligh tunaweza kuliita ni albahthu عن الطاقات والاهتمام بالجيل الجديد. Binadamu ni kiumbe mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba tofauti. Tofauti yake iko pande mbili, tofauti na wanyama, na hii nukta ya kwanza nimewahi kuizungumza katika baadhi ya darasa. Mathalan, Mwenyezi Mungu akimuumba ng'ombe, ule ng'ombe siku akizaliwa kutoka kwa matumboni ya mamake huzaliwa ni ng'ombe. Punda akizaliwa kutoka kwenye matumbo ya mamake huzaliwa ni punda. Kuku, paka, simba, nyuki, wanyama wote siku ile wanaozaliwa, nyuki huzaliwa ni nyuki na paka huzaliwa ni paka. Lakini mwanadamu siku azaliwao hazaliwi ni mwanadamu. Kwa maneno haya pengine tufahamiane vizuri sana. Ule paka huzaliwa na upaka wake, hahitaji yoyote kumfundisha paka upaka wake. Ule nyuki akizaliwa huzaliwa na unyuki wake, hahitaji yoyote kumfundisha yeye vipi atakuwa nyuki. Waangalie nyuki kila yao wa karni hii na wa karni iliyopita na itakaokuja, wote wakiwa utengeza asali, wala hakuna college ya kuwa train nyuki kutengeza asali. Na watengeza ule mkate wao kwa zile wanazoziita sudasiyatul ashkal, sio? Na wote utengeza kwa pembe 6.
na paka kiinuka ayua yeye hula nyama, hali nyasi, hafundishwi. Na simba akizaliwa huzaliwa yeye simba, ajua wanyama wa kuwashika, hafundishwi. Hii ndio maana ninaokusudiwa, paka akizaliwa huzaliwa mpaka, ng'ombe akizaliwa huzaliwa ng'ombe, lakini mwanadamu akizaliwa hazaliwi mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe peke yake, aweza kuwa yoyote, aweza kuwa yoyote. Azaliwa hana ubinadamu wake, hana chochote, na uko tayari kuwa yoyote. Ana kabilia ya kuwa yoyote, aweza kuwa paka, aweza kuwa panya, aweza kuwa ng'ombe, aweza kuwa mwanadamu. Mungu alivyomuumba mwanadamu. Ndio ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapotuambia, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kila kinachozaliwa chazaliwa katika umbile la Mungu. Umbile hili ni maana ni kitu kinakubali kuwa chochote. Sasa wazazi wawili wakitaka watamtengeneza Myahudi, wakitaka watamtengeneza ni Mnasara, wakitaka watamtengeneza ni nani? Ni Mmajusi. Yani si lazima Uyahudi na Unasara. Hii Mtume alikuwa apiga ni mifano tu. Yani wakitaka kumfanya ng'ombe, wakitaka kumfanya paka, wakitaka kumfanya mwanadamu, wakitaka kumfanya mwizi, wakitaka vile wanavyomfanya. Mazingira na malezi yamtengeza ule mwanadamu. Hii ni nukta muhimu ya kimsingi ya kwanza. Lakini nukta ya pili inamtofautisha mwanadamu na viumbe wengine. Nukta ya kwanza nimesema viumbe wote huumbwa wao, ng'ombe huumbwa ni ng'ombe, paka huumbwa ni paka, lakini mwanadamu haumbwi ni mwanadamu. Nukta ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu, siku akizaliwa hana chochote, lakini ana uwezo wa kuwa yoyote. Nukta ya kwanza alikuwa na rakizi kwamba hana chochote, yani hana upaka, hana ng'ombe, hana ubinadamu. Lakini nukta ya pili, aweza kuwa yoyote. Huwezi kumbadilisha paka ukamfanya mwanadamu, atabaki ni paka. Simba japokuwa upoa training, mbwa wakapoa training, lakini watabaki kuwa ni nani? Ni mbwa. Lakini mwanadamu aweza kuwa yoyote, na hii aweza kuwa yoyote ni kwa sababu zile wanazoziita wanazuoni amepoa malakat, qabiliyat, istidadat. Ana uandalizi wa kimaumbile wa kinafsi, kwa sababu ana akili, ana dhamiri, ana irada, ana fitra, ana hawa. Hizi zombo za mtayarisha yeye kupokea chochote, ana uwezo. Kwa hiyo yule kijana siku ile akizaliwa ana uwezo wa kuwa profesa, ana uwezo wa kuwa ni injinia, ana uwezo wa kuwa ni mwanachuoni mkubwa, anao kila aina ya uwezo siku ile akizaliwa. Lakini malezi sasa ima yatazifanya zile zinaoitwa zipaji zake zijitokeze, au zitauawa. Watu watakawa na hadhari sana katika kuyea. Katika wanafikra wakubwa leo ulimwenguni, amekufa mwaka juzi sijui mwaka jana, lakini ni katika mabongo ya ajabu katika ulimwengu wa Kiislamu, Said Muhammad Hussein Fadhlullah. Katika baadhi ya maandishi yake au hujiwa, ni mwanachuoni alikuwa ajulikana, ana jura, ana ushujaa wa kueleza rai zake, hata amekhalifu watu wengi mpaka akaita fujo ulimwenguni. Aulizwa, hii tabia hii ulionayo wewe, katika elimu umedidimia na ushujaa wa kujieleza, ni nani amekuathiri katika zitu hizi? Akawaambia, babangu. Hakusema mwalimu wangu, asema nani? Ni babangu.
Kivipi? Katika Zisu akielezea asema, tulipokuwa tukiketi kula nyumbani, kila wakati wa kula, mimi nilipoinukia mdogo nilikuwa ni mtu napenda kuuliza sana. Na wajua kijana mtoto katika maswali 10 za kuuliza laweza kuwa lenye maana kwa zipimo zetu 2 ama 3, lakini ukweli wa mambo maswali yote ya vijana yana maana, na yale unayoyaelewa unaoyaita wewe hayana maana ni upungufu wa akili yako wa kutoyaelewa filosofi yake amelenga wapi ile kijana. Sasa asema babake katika kitu alichomlelea, alimlelea kwamba hakuna suala la upuzi. Sema sijawahi kumuuliza swali babangu akanionyesha hilo la upuzi. Kila ninachomuuliza alikinikabili kwa uso wote akinisikiza. Hata kama ni mambo nimemuuliza hiyo, kwa nini kumetiwa kuku hapa mtuzini? Fahamu, naweza kuuliza swali hili. Alikuwa akimpa tension yake na akijaribu kumfahamisha. Sasa asema akanipa ushujaa mpaka nikawa namuuliza maswali ambayo leo asema lau unayeuliza msikitini nitatolewa kwa bakora. Mpaka alikimuuliza babake kwamba kwa nini kuwe na Mungu? Kwa nini? Na hakuna siku babake amemrukia, fanya adabu wewe, maneno ukafiri haya. Alikijaribu kumfikishia ujumbe kwa sampuli yawezao kufahamu kwa nini tuamini Mungu. Sasa asema kile kipindi cha kula tu, alikuwa na babake hapendi kula bila ya kula na vijana zake. Kile kipindi cha kula kilimtosha yeye kuzidhihirisha zile zipaji zake na kumfanya yeye ajiamini, kumbe mimi naweza kufikiri, kumbe mimi naweza kubuni, kumbe mimi naweza kuzalisha. Hii ndio ninayoizungumza mimi katika wasia wa Imam Ali alipokuwa muusia mane al-Hasan. Katika wasia akamwambia, wa'lam ya bunay, jua mwanangu, wa inna ma qalbu al-hadathi kal ardhi al-khaliya, moyo wa kijana ni kama ardhi iliyotupu inaokubali chochote kinachomezwa. Wa ardhi inandisha, ina udongo tupu, utupacho kitamea. Ukitupa buru kutafanya nini? Kutamea buru. Na ni hapa ndipo ninapopenda mimi kwamba aweza kuwa yoyote. Ukitaka awe buru atakuwa buru, ukitaka awe mtama atakuwa mtama. Wewe utameza mbegu gani? Amwambia, wa inna ma qalbul hadathi kal ardi al khaliya ma ulqiya fiha qabilathu, chochote unachokitupa chakubali kumea. Kama sitaki kutoka kwenye mada, lakini nataka kuwatahadharisha wazazi wenzangu wenye vijana ambao leo ardhi hii tupu tunaotarajiwa sisi kumeza, tumemwatia nani kuimeza? Tumeiatia TV. Na juzi muliona nilipowaelezea filosofi zilizoko nyuma ya hizi zombo za media ni filosofi gani, wanukulia maneno yao. Leo wewe wamwate kijana masaa 2, masaa 3, masaa 4, huna time, na akija nenda kaangalia TV huko, hutaki tafash. Nenda umekufanya kile chombo ndio chombo ambacho cha kukufanya wewe kukimbizia lile kero la wale vijana. Kwa hivyo wewe waipekea TV karata waraka nyeupe, wamwambia chorani sasa mtakacho. So wali'iyadhu billahi min dhalika. Kuna kesi ndani za majumba zingine ukizisikia utastaajabu. Wenda kumdirika kijana wa kiume mdogo na kijana wa kike, na yani ukhti yake, mara huenda kuadirika kufanya mambo ile wataba yale wanaonao pale, yale wanaoyaona wanataka kuyajaribu kwa practical, wenda kuyajaribu mahala ambapo sipo. Ndio yule Mwenyezi Mungu akatuambia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Hizi swali mwanadamu huzaliwa si mwanadamu, lakini Mwenyezi Mungu aendelea kwamba amekuzaa wewe, huna ubinadamu. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, amewapa zombo lau zitajua kulelewa vizuri. Hizi akili zitalelewa zifikiri katika jamii yetu, zijadili,
zistanti, zizalishe, tutakuwa wanadamu. Lakini tukibaki kuwa tape recorder, sima ndio ule Mwarabu, idha qalat hadhami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadhami, alenalo hadhami ndio kweli, kwa sababu yanenwao ni yale yanenao hadhami. Yani watu wote akili zao wamezipalivu, wamemwatia mtu mmoja kufikiri. Ndio maana yake idha qalat hadhami. Sasa muballigh naja kwenye jukumu la mwisho la 10. Mbali na kwamba yeye ni mtu wa kuangata majukumu yote, anawajibika kuziona hizi zipaji. Kwa hiyo inakusudia hapa albahthu ani taqat, kuzizengea hizi nguvu zimezostamana katika jamii. Hapa tuko msikitini, kwaweza kuwa kuna mainjinia. Hapa tuko msikitini, kwaweza kuwa kuna madaktari. Hapa tuko msikitini, kwaweza kuwa kuna wabunge. Tunajidharau tu sisi ambao lau zipaji ziko, lakini nani atazilelea, nani ataziona, nani atazipa nafasi zidhihiri? Hii ni kazi ya tabligh. Mwangalia pengine maneno ustadhi, mweza kuniambia ustadhi, haya maneno yatoa wapi? Tuturudi kwenye Qur'an, yasionekane kwamba ni maneno hii, mbona mwa tablighi kuipeka kwenye mambo haya, mambo ya karia, sijui mambo ya nini. La, twendeni kwenye Qur'an. Mwangalieni Nabii Isa alayhi salam alipokuwa akiwauliza watu wake, man ansari ila Allah. Sura gani? Suratu Saf, aya 14. huwa إذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. طبعا kwa mtu asoma Qur'ani yuyu aweza kunena hii aya haiko kwenye maudhui haya ustadhi. Yani kama unene nani hapa aniunga mkono, unene sisi ukuunga mkono, kama wale waunga mkono mkunguni, wao sio mkono unaozungumzwa hapa. Akiondoka ule akiangine pia ufanya nini? Kuungwa mkono, sio? Ikitaajabisha yuzi alipokuja uhuru, kutoka kwenye mada lakini kidogo tu, alipokuja uhuru nifuateni na mwanasiasa mmoja bila kumtaja jina, tumefika mahala tumeketi hoteli hunwa chai, mara kumepita lile vundu limfuate uhuru enda kusafirishwa sasa magharibi, ngoma na mabeni na nini. Angalia, mara kuna jamaa kaingia spidi pale hoteli, akamuona ule pana siasa akitiziona mimi pale. Akia akamwambia, mheshimiwa, umekiona kikosi kile? Akamwambia mimi wale. Na kama una plani yoyote niambia tu. Yani kesho akia Mudavadi, wewe niona mimi. Kesho akia nani? Ruto, niona mimi tu wewe. Wale yao walopiga uhuru ndio rais, wale watapiga kesho Mudavadi, sio hawa walowataka Nabii Isa, man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu. Yani Nabii Allah Isa alikuwa akizengea katika umma wake wale watu, zile zipaji ambazo zastahiki kusikilia kwenye daraja ya kuitwa ni nani? Hawariyun. Krimu ile alikuwa akiokota. Man istifhami, wajiuliza wewe ni nani kama muballigh? Ni nani katika hii jamii yangu hapa naweza kutoa mainjinia? Ni nani naweza kutoa madaktari? Nitengeneze ile tabaka ya hawariyin, kwa sababu mabadiliko hayaletwi na kiongozi. Mabadiliko huletwa na tabaka ya kati. Kiongozi hujenga tu fikra za mabadiliko. Tabaka ya kati ndio wanaokuwa hamzatul wasl baina ya uongozi na kaida na watu. Na hapa ndipo tuwenye matatizo sisi hapa. Sisi hupigana kubadilisha magavana, wabunge, lakini wapigaji debe wale. Umeifahamu tabaka ya kati ni ipi? Wale wanaomweta ule gavana, wale wanamwambia sisi tuna kura. Wewe ukimshika fulani Kashmiri yote yako. Wewe ukimshika fulani Bajuri yote
yako. Wewe ukimshika fulani shela yote yako. Wewe ukimshika fulani matondoni yote yako. Wale ukiwashika fulani, pale ndipo penye tatizo pale. Pale ndipo panapotaka mabadiliko. Kwa sababu nyinyi hamutaamali. Hawa ndio watuetea mtu, kesho wakarudi wao wakanauleme kwa dhalimu kwa hutuetea nyingine. Hawa huzunguka. Tulipoanza na mataikuni tulokuwa nao, bila kutaja watu majina, kila mwala ajaribu kufungua memory yake, arudie taikuni huyu tulokuwa naye mwanzo. Ni misikiti ilikuwa ikimpokea, ni kina nani walikuwa wakimuuza, ni nini. Wale leo wamekuja kwa nguo, wao ndio mujahidina, ndio watakao kubadilisha hapo. Pale hatubadilishi sisi, kutoka kile kitu tukikaenda, lakini kidikuiki ni wale. Sasa hawa ndio Isa anaowaita ansari ila Allah. Kwa hivyo wewe kama kiongozi ukitaka kuja kuleta mabadiliko, ukitoweza kuiunda hii tabaka hii ya hawariyin, kutoboi. Hapa ni muhimu sana watu kuelewa, na lazima uwanyenyekee hawa watu. Sababu ndugu zangu, fi natija, mimi siko tu kwenye kubomu, naelewa hisabu za kisiasa, nataka mnifahamu vizuri sana. Fi natija, leo wote waliosimama wataka ugavana ama useneta, natija ni nini? Ataka kutoa uamuzi seneta nani nini? Mdebe, sio? Ama ndua msikitini? Mdebe. Na wenye kura nkina nani? Sisi hatuna kura. Tanisamehe, mimi ni mmoja wenu nyinyi. Kura zina hawa na waita tabaqatul wusta. Si hatuna kura. Kura zina watu 10-15. Na kila mmoja na mtu wake hapa, hawezi kumvunda. Kila mmoja katika sisi hapa ana mtu wake, hawezi kumvunda. Ndio utasikia mimi bwana ni fulani si mungi mkono, lakini kwa uso wa fulani siwezi. Wish. Ndivyo ama sivyo? Kama nimekosea nambiani. Hatuna kura sisi. Kuna mtu ana kura 1000, kuna mtu ana kura 500, wako hawa. Na ndio utaona hawa wayao kupigania hawana hamu na wewe kama wewe. Wana hamu na ashishieo kura yako. Na hawa wajua namna kuzishika hizi kura. Hazishiki tu. Kuna cheni kadha wa kadha. Zile nilozizungumza yuzi hapa. Tawaona wenye kusoma talqini, wenye kwenye kutoa la ilaha illa Allah, kila mmoja kwa lake. Mwenye ukipata harusi uko na wewe, mwenye ukipata matanga uko na wewe, mwenye ukishikwa na bangi uko polisi kwa kutoa. Yale usione mambo tu ufanywa, kisha yatakuja kesho ule mama, mimi fulani siwezi kumvunda, mwanangu alipotiwa ndani nilikuwa kumtoa nani? Sasa hiyo one calculation zile ayua pale family ule mmentoa pale kuna kura 10, pale ule mmefanya kadhaa kumezimbwa paa kuna kura 20, pale kumekwenda kuzika yao kuna kura ngapi? 30. Kesho yeye zile kura ndo aenda kuzitia kwenye mnada wa kisiasa. Yeye aenda kuketi na mwanasiasa, bwana mimi waitaka Kashmiri ni hivi, bila ya hivyo sikupi Kashmiri. Na fil waqi anayo Kashmiri. Baba napiga mfano wa Kashmiri Anake kuna watu itaja Kashmiri sana hapa huwa matatizo, sio? Almuhimu ukitaka nani hivyo ndugu zangu. Sasa angalia aklia zetu sisi, ati twapigana mno. Nani kweli mara nataka tuete gavana mpia, mara nataka tuete seneta mpia, mbunge mpia, lakini wale washishio kura zetu wakati wa kabla ya fahimu mbao, wakati wa fahimu zipindi zote zitatu mbao, na wakati wa baada ya fahimu mbao. Hamufikiri kuleta mageuzi na thaura hapa nyinyi? Hawa ndio muballigh ataka aumbe. Bila ya hawa huwezi kutembea, wa ila utakuwa tahta rahmati ya wale.
utamalizika. Na leo ndio utaona kuna watu waweza kubomiana wakatukanana, ukasikia mtu utukana, lakini kiadia ukweli wako pamoja, kwa sababu wazijua hisabu kabisa. Na haya matatizo hayako kwenye siasa, yako sehemu nyingi. Sababu zajulikana, fulani na fulani utabasikie huteta hata paka kesho kutwa nkura, lakini kiadia kweli wajuana, huyu amhitaji huyu na huyu amhitaji huyu, wao hawapigani. Sababu ya nini? Calculation ziko wazi. Sasa ikiwa hatounda watu hawa, hatuwezi kuleta mageuzi. Na hili ni jukumu la tabligh moja, kutengeneza zipaji zipya, chipukizi mpya, na kuziona zile wanaziita talented, sio kama zile zipaji zikakuzwa zikaletwa juu. Kukija wimbi la mabadiliko, lije wimbi kitwa mpaka maguu, lisije wimbi la mabadiliko kitwa mwili ni ule ule. Ndio akawaambia, man ansari ila Allah. Mimi nimetoka ni mubaligh, mimi nimetoka na ajenda ya mageuzi. Lazima nitafute krimu ambayo utanizunguka ya kufanya mabadiliko yake, wa ila utamalizwa. Kuwa na elimu, kuwa ayatullah, kuwa na PhD, kuwa na uhodari na utakaokuwa, ukia ground kuna hisabu zake. Yule mmoja katika marafiki zangu wanasiasa mmoja ananiambia mimi, ananiambia ustadhi, taabu kubwa ya hawa wanasiasa wakishakuketi kule Mombasa na hizi laptop, upanga calculation wao, sio panga calculation tu kaiona yeye mzee kuwa gavana. Ukija hapa ground hakuna tena calculation za laptop. Hapa ulikuwa unataka kumzika nani? Data na nini zote uketi mbali. Kisha niwape mfano. Pengine ya maneno ukiatilia dalili tanini. Mamjua Baradi'i? Kwa watu wafuatilia habari ulimwenguni, mamjua Baradi'i? Baradi'i mtaalamu wa nyuklia mkubwa ulimwenguni. Amekuwa akikalia uongozi wa lile ni baraza ama ni kitengo cha Umoja wa Mataifa cha kuhusu mambo ya nyuklia. Yeye ndo alikuwa akichea, ni Masr maarufu al-Baradi. Ni mahala alipofika yeye pa kuketi kuwa rais, si mahala pa mateso katika uwanda wa nyuklia. Leo ukizungumza nyuklia, wazungumza mtu amefika kwenye ubongo hono. Huyo amemaliza, ameretire, umri wake amemalizika, ashaondoka, sasa kutaguliwa mwingine. Kwa bahati mzuri ama mbaya, alipokuwa yuaritaya, miezi haikupita, thaura ya Misri ikaanza ya kumwangusha Mubarak mwaka jana. Wimbi likamtukua Hosni Mubarak. Juzi kumefanywa uchaguzi Misri, mwisho amejiondoa katika kupigania urais. Wachambuzi wanena alitumia akili kiasi kikubwa kujiondoa. Ingelikuwa aibu, angelihesabiwa debe lake na kura 300 pengine 300. Nani? Baradi. Wazungu wamemtambua, ulimwenguni wamemweka pale. Kuna mchambuzi mmoja katika Jazira, baada ya uchaguzi wakaja wakamleta, akamwambia watu wote walikuwa matumaini yao ni kwamba baada ya Hosni Mubarak nguvu mbili zitapambana, hashindi Baradi, lakini ilikuwa aje katika stage, ima ni Ikhwanul Muslimina ama ni nani? Ni Baradi. Wai Baradi leo hako hata namba 5 pamoja na usomi wake. Ule akajibu akasema, huyu ameishi Geneva, sio kuitwa Geneva kwenye ile makao makuu. Amesahau kwamba Masri si Geneva. Kule ukishakuweka barnamiji yako ya kisiasa, utia kwenye Facebook, usijui ukatia kwenye nini, kila mtu akija ufungua akakosoma, huyu apigania uraisi, barnamiji yake ya kisiasa ni hii. Kwa hivyo akitoka kesho electronic atakwenda atafanya nini? Atavote. Huku watu hawajui haya, hawajui Facebook wala mtandao. Wajua ulikwenda kuzika wakati alipokufa mame. Wajua tusipoteeni hapa. Mimi nimenena maneno haya. Mtukue mwanamke anatoka dide waride na tita la kuni, waja paka wito aizengia 50 hayaiona. Usimfikirie yeye husoma nation huyo.
wala Standard, wala una time ya kuingia kwenye hizo Facebook, na finatija ana kura ule. Kura yake utaipata kwa Facebook? Utaipata kwa nini? Ataka kujua sukari yake atarudi vipi nyumbani siku ile. Sasa hili ndio tatizo alilolipata Baradi Masri. Ameingia nyuklia, profesa sijui nini, ufuetwe na watu na malaptop huku na nini, waliompangia program tu. Wa Masri hufa kuandaa khubz, wenyewe waliita ni thauratul khubz, thaura ya mkate. Pejwa kura, akishtuka aweza kupata kura 300. Imagine katika kura milioni ngapi za Misri? Milioni 20, sijui 30. Aweza kupata kura 300, 400. Baradi ya hii. Hapa ndipo mahala hisabu watu watakazione vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu Baradi hakuja Masri akajua kuna hawa hawariyun. Akauliza man ansari, sio ila Allah. Man ansari kwenye debe. Sawa? Wale ambao watazileta zile kura kwenye debe, hapo wale wamwambie. Ukikosa hisabu hizo zimekwisha. Nisiwarefushie sana hapa mahala, napenda zitu hizi kuzibaini. Ingawa mara nyingi kisha hutukuliwa zikafasiriwa mara nyingine kwamba ubomu baadhi ya watu, lakini si bomu baadhi ya watu, ndio wanasiasa wote wanapokuja. Hizi ndizo hisabu ziliyoko na ndivyo zinapotembea. Toba ni waqi, ni mbaya, si ushangilii, ni waqi ambao tunataka tujitahidi kubadilisha. Sivyo hali hivi inavyokwenda, lakini ndivyo ilivyo. Sharti tukubali saa nyingine hali halisi iko hivi, ni mbaya, na vipi tutaibadilisha. Nitafunga nukta ya 3 kuhusu majukumu ya muballigh. Sasa naja kwenye sifa za muballigh, na hapa ndipo mahala muhimu patakapokutuonesha sisi ni nani aweza kuwa muballigh. Juzi na jana nimezungumza muballigh ni nani, wadhifa wake ni upi, majukumu yake ni yapi. Nafikiri swali la 4 leo kila mmoja anaweza kujaza. Lao tuwagawanya fomu leo, chakwambia mathalan sisi tuwatafuta mtu huyu ambaye atafikisha ujumbe. Wadhifa wake ni kuongoza watu, majukumu yake ni yale nimewaambia: kuwalea walimu, kuongoza, toa frame za kifikra katika uongozi, paka la leo la mwisho kutengeneza mabongo yale. Je, huyu mwataka mtu ambaye ana qualification gani? Sifa zake ni zipi? Sifa zake ni nyingi. Leo tutaanza na ya kwanza. Mimi nimejaribu kuzifupisha, kutoitunda moya kila zifana nao, nimezikusanya, nimeziweka kwa makundi. Kwa hivyo leo tulianza kundi la kwanza. Leo nazizungumza sifa zenye alaka na maarifa na elimu. Sifa ya pili nitaka kuzizungumza sifa zenye alaka na itikadi na imani. Sifa ya 3 nitazungumza kundi ya sifa zenye alaka na akhlaq na maadili. Taziweka kwa pamoja. Ya leo tunaiita alwa'yu wal ma'rifa. Muballigh, kitu cha kwanza, silaha ya kwanza ataka awe nayo ni alwa'yu wal ma'rifa. Neno wahi na neno maarifa ni maneno ya pishana, na mimi nakarrir neno wahi kuliko neno maarifa, kwa sababu maarifa ni kama tape recorder. Waweza kumpata mtu sasa yao ukamwambia vipi usomi wako wewe akidini, akwambia hafidhul Qur'an, ahlan wa sahlan wa mabruk fika. Mahifadhi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sihahu 6 zote ziko hapa, wala ahlan wa sahlan ya wa mabruk fika. Mungu akubarikie. Na nini umehifadhi na diwani ngapi za mashairi, ahlan wa sahlan. Huyu tunasema ana maarifa. Mithili yake ni mithili ya mtu ametoka na lori la silaha. Una pistol, ana bunduki ndani, ana magurneti, mabuzuka, kila sampuli pale ndani ziko.
kimeumana. Kwa maana kila silaha ina mahala pake hutumiwa. Huwezi kwenda kutukua gurneti mahala pa pistol panini. Hana mpangilio, anao stoki mzuri nyuma, lakini atatoa gurneti mahala pa pistol, atatoa pistol mahala pa nini, pa bozuka. Mathalan kumetokea kifaru, yeye amepeka mkono, utanitambua na silaha tele, imevuta pistol. Upiga mepiga mpaka amekuya amepandwa na yeye, amemalizwa. Sasa huyu hazina ya maarifa nayo, lakini wapi atatoa silaha hii, wapi atatoa silaha hii? Hii ni maarifa lakini si wai. Alwai ule, alafu udigest unachokila ule, alafu ufanye nini? Udigest unachokila. Leo utakuta sisi twasoma, mathalan mtu asoma ilmu nahwi, ilmu sarfi, ilmu albalagha, ilmu almantiqi, ilmu alhadithi, ilmu altafsiri, ulumi alqurani, zisabu, usulu alfiqhi mpaka mwisho. Si mtu kuhesabia amesoma zitabu zingapi, kadha wa kadha wa kadha, ahlan wa sahla, ayatullahi aluzma. Lakini unapomweta katika jamii, akija akivamiwa, aweza kusakitishwa kwa dakika 5 na zitabu zote alizokula kwenye akili yake, kwa sababu ni tape recorder. Sasa tunachotaka kwa mubaligh kwanza katika maarifa yake, kabla sijaenda ni nini anachotakana akiue, twataka wai. Wai ni kukifahamu kitu namna kilivyo. Kuna kufahamu, kuna na kukifahamu kitu namna kilivyo. Leo wao wana usemi katika Kiingereza wakwambia kuna wanaosoma mistari ya magazeti, kuna na wanaosoma between. Hiyo ndo why. Waweza kumwona mtu kila siku na gazeti tulipa kwa mwezi yani, lakini kitu chochote kikitokea yeye atajua kukinukuu tu. Umesikia habari hiyo, kuna amri kadha wa kadha wa kadha. Tunakwambia hizo ntili za uhuru hizo, umeiwaie, shaziona zile, uzifuete yani. Ile networking namna kunavyofanya. Kama leo watu wanaonena Mudavadi ni project ya wapi? Ya State House. Siziko habari hizo kwamba fulani sijui ni project ya wapi. Wale wanajaribu kusoma between the lines, inaita why. So uisome habari tu, uisome katikati habari. Sasa tuje katika Qur'an. Na warudia ile aya ya tablighi tulioisoma mwanzo wa darasa. Mwenyezi Mungu alipotuambia wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, sio haitowezekana waislamu wote wende wakasome dini. Kwa hivyo solution nini? Katika kila kijiji na kutoka watu 2 watatu wende wakasome dini. Falaula nafara min kulli ta'ifatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin. Kalia Mwenyezi Mungu liyatafaqahu, sifa ya kwanza ya mubalighin kabla hawajaanza tabligh wende wakafanye nini? Liyatafaqahu. Nini neno tafaqu? Wenye kamusi za Kiarabu, na napenda munisikilize uzuri sana hapa jamani, wenye kamusi za Kiarabu wamenena alfiqhu huwa alfahmu. Fiqhi katika lugha maana yake ni kufahamu. Ma tafqahuna hadithi, yani ma tafhamuna kalami. Al-Allama Ash-Shahid Mutahhari anena la, fiqhi si kufahamu, bali fiqhi ni alfahmu al-amiq, ni ufahamu wa kina, yani wai. Angalia, sikizani lugha ya Kiarabu inapozungumzwa sasa hivi. Utasema alimtu bitulu'i shamsi wa fahimtu anna an-nahara mawjuda. Alimtu, umeliona jua limetoka, utasemaje? Alimtu, nimejua jua limefanya nini, lakini kupitia kujua kwangu kutoka jua nimefahamu kwamba mtana umeingia.
Ufahamu unatumiwa katika mambo unayostambit, sio yale unayoyajua. Wewe hujua kitu, nimejua fulani amekuya, sawa, mpaka hapa umemwona amekuya, mpaka ameingia nyumbani kwako, kamwambia mimi nimejua fulani amekuya na nimefahamu ni nini kilichomleta. Hajakwambia. Kwa hivyo kufahamu kwaenda ndani zaidi kuliko kujua, yani ni kitu unachofanya akili mpaka ukagundua yalostamana. Ilmu ni kujua yaliyo wazi. Mwenyezi Mungu asema liyatafaqahu, imekuja kwa fahamu, haikuja kwa ilmu. Sio wende wakajaze elimu tu peke yake kwenye zitwa, wende wapate na nini? Ufahamu. Liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhi. Kisha wakimaliza kusoma waje wafanye tabligh. Hii ndio Qur'an. Wa illa huwezi kumuongoza mtu kwa kitu unachohitaji kuongozwa wewe. Qur'an yatuambia afaman yahdi, semaje ile aya, ahqqu an yuttaba amman la yahidi illa an yuhda. Leo nashangazwa sana, na mtanisamee. Siku mmoja katika marafiki zetu wasomi, sitaki kumtaja jina, ni mtu mzima wa umri na ni msomi, alikuja tu kwangu siku hiyo akanivamia, akanambia mimi ustadh, hivi akaniita ustadh. Akamwambia naam, nilikuwa namuita maalim. Anambia huku kwenu rahisi sana yaonekana mambo. Kamwambia kwa nini maalim sema hivi? Anambia kama mimi sasa ya ufanya kazi serikalini, bado kama miaka kadhaa taritaya. Kiritaya kiwa mmekosa la kufanya ndo kuzengia kanzu na kofia. Kiwa mmekosa la kufanya ndo kuzengia nini? Kanzu na kofia. Manake mmeona siku hizi watu huingia huku kwa wholesaler yani. Kila inukao mubaligh, kila inukao nani ni mwanachuoni wa dini. Shekhe, hala tupe dini yako, khalfia yako, wala umesoma lini wewe? Hakuna qualification. Qur'ani kuitamka hatujui, Qur'ani kuifahamu, kuifasiri hatujui. Tujiweka katika mauqi ya kuongoza watu, ya kutoa fikra za Kiislamu. Wewe wajiweka katika mahala pa kuzungumza niaba ya Mungu, wawaambia watu huu ndio Uislamu, kwa fahamu yako chache ya kuambia watu usifanye kazi, libate shamba, mwatie Allah. Haya mambo yatakayaangaliwe jamani. Wewe wajiweka mahala waueleza Uislamu ni huu. Hatuko kwenye, kuna siasa hapa itakayofahamika vizuri sana. Wengine hukuambia hawa hawataki mtu mwingine angie. Hakuna mtu asotaka mtu mwingine angie. Kila alosoma ameingia na hakuna weza kumzibia mtu. Sisikia ati ikiwa ulikuweko ulimwengu wa kuzibiana ulipita, si huu. Wewe leo amua nenda kasome hauza, nenda Saudia, Masri, Sudani, Irani, Qum, rudi umesoma. Nani atakuzibia? Nani anaweza kukuambia stop ikiwa wewe umiliki elimu yako mkononi? Nani? Hakuna anaweza kukustopisha. Na dalili ni sisi leo. Kwani leo sisi tupingana sisi kwa sisi wangapi mashekhe? Nani amstopisha mwenzake? Uko mtu aweza kumstopisha mwenzake kunena? Uko mtu aweza kustopisha watu wasimsikilize mwenzake? Hakuna. Watu waishi katika ulimwengu uhuru leo. Wewe waja hapa, ukitoka hapa wenda msikiti nyingine. Mimi siwezi kwambia nyinyi mlokuya hapa yo msikiti fulani msende ule msikiti ule mwa makafiri. Kila mtu ataniatia mwenyewe maneno yake. Ulipita ulimwengu huu. Lakini sisi tunachokitaka sisi watu wasome, kwa sababu wanapotoa kitu watoe kwa niaba ya Uislamu na iwe ni fikra halisi za Kiislamu. Wa ila tuwapoteza watu. Ikiwa Mwenyezi Mungu atuambia wasiende kufanya tabligh, kwanza liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u, watakapokurudi. Lakini amefanywa mbojwa, kila haribiki wao na safari pa kuwekelea ni hapa.
kabisa. Yani maneno naenda wazi wazi, mimi mtanisamehe wengine, lakini kuna zitu hatufai mujamala, kuna zitu ni hatari kwa umma, zaangamiza umma. Kwa nini tuende hivi? Imam Ali amtuma Kumail, ile dua tunaisoma kila siku ya Khamis tunaita dua Kumail. Kumail ni katika wasomi. Shabaambia siku moja kuna Mkristo Kenya ameandika kwenye Nation akiwaomba Wakristo Kenya wakiwa wataka kupambana na corruption. Kwenye Nation imeandikwa hivi, wakiwa wataka kupambana na corruption warudi kujifunza kwenye barua alioandikiwa Kumail wakati alipokuwa governor wa Masri katika khilafa ya Imam Ali, ampa mwongozo vipi ataendesha serikali na vipi atapambana na corruption. Watu imeandikwa katika Nation miaka 3-4 iliyopita. Kumail, sikize, Imam Ali amwambia Kumail, wewe enda kuwa kama governor sasa Masri. Amwambia ya Kumail, ma min harakatin illa wa anta tahtaju fiha ila maarifa. Movement yoyote, haraka yoyote, usipige step isipokuwa wahitaji maarifa. Umeamua wewe wataka kuwa engineer, wahitaji maarifa. Umeamua wewe wataka kuwa daktari, wahitaji nini? Maarifa. Umeamua wewe wataka mkupe kapunda, kuna maarifa. Mpe mtu asoyua punda, mwangalia kama tampeka. Taban college zake ni tofauti mbali. Kila kitu wahitaji maarifa. Kwa nini dini sisi tuipeka msobe? Kwa nini dini ndipo mahala pa kila mtu anaweza kusala kufanya? Kwa nini dini imekuwa kwa kila mtu mwenye kutaka kubuni fikra zake za hazina mbele hazina nyuma ya kuzileta kwenye dini? Kwa nini? Hamuoni sababu kubwa yetu sisi ya kuzorota ni dini za makosa tulizonazo? Fikra za dini tulizonazo za makosa sisi tulizonazo nyingi sana, na mtanisamehe na zingine, na hatusiko kwenye madhahabi hapa, hata katika kila madhahabi Uislamu tuufahamu makosa na twachangiwa kufahamu makosa na mubalighina wasoelewa wanalotangaza katika Uislamu nini, wanakuwa wanayoyaharibu ni makubwa kuliko wanayoyatengeza. Utajenga vipi Uislamu leo wewe wa kupambana bila ya uchumi? Hebu nifahamishe hesabu hizi mimi. Tutadevelop vipi sisi ki-education, kiuchumi, kisiasa, kisha unaambie mimi tungoje Allah? Kwani Allah hajui mambo haya? Soma Qur'ani, soma hadithi za bwana mtume. Amwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma barik lana fil khubz, Mola tubarikie khubz. Khubz ni nini? Yani iktisad. Falaula alkhubz, amwambia Mungu mtume, lau simkate hatungeswali wala hatungefunga. Ma sumna wala abad. Soma suratul Fil, falyabudu rabba hadha albayti alladhi madha ma maana at'amahum min ju'. Aliteremsha mani wa salwa, iliteremka mara moja tu duniani. Yani hii aya nataka kuonesha base ya dini na ibada ni uchumi na security. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kutakapokuwa tumestable katika uchumi, tutakapokuwa security yetu iko sawa, misikiti tanawiri. Leo yaangalia tu, kumepigwa wale wazungu wawili, kumegonga twari, hakuna tourist, hakuna. Waangalia ni watu wanaoyumba yumba, kila mmoja unao, jamaa mbona sikuoni kwenye dua siku hizi? Ustadhi kutabani siku hizi, kila mtu uende mbio, ataka kujua idi yao, ataka kujua watoto wake, ataka kujua futari nyumbani. Hizi ni Qur'ani zazungumza, si darusi. Qur'ani yazungumza amani, yazungumza mali, wajahidu bi amwalikum. Mando nini? Mali. Tutapigana vipi jihadi kwa hatuna mali? Mali tutayapata vipi? Kwa uradi?
Si ni business. Si tutakapokuwa tuna wafanyi biashara, si tutakuwa ni watu mahala tuingia kwenye matenda, waingia kwenye wholesaler, waingia nini, wale wana magari, ile ndio tunashika uchumi. Leo tutakapokusimama tukanena fulani Amu yao ndio una factory fulani Amu una kadhaa, factory na nini zitapatikana kwa uradi? Zitapatikana kwa uradi. Siko kwenye kutoa thamani nyiradi, la, iqil wa tawakkal. Fungua duka kisha mwambie Mwenyezi Mungu, ya Latif, leo niletea riziki kwenye duka langu, lakini uko dukani. Toka asubuhi saa 12 wenda kutafuta kibarua, na huku watoka umwambie Allahumma aftah lana arzaqa samawati wal ard, Mola tufungulie, bismillah wa tawakkaltu ala Allah. Huku watoka, huku wa walk wenda kutafuta kazi, na huku waita uradi, itakuja riziki. Sasa haya ni mafahimu yataka yapigwe msasa, na siko kwenye, sina chuki na mtu wala nini, lakini naona jili ya shabab yaelekezwa mahala sipo. Zile taqati tunazoziita man ansari ila Allah zamalizwa. Kuna watu walikuwa wamefika kwenye uchumi mpaka juu. Kuna watu wamekuja kutoka Saudia wana majumba 2 matatu, ukishtuka kumezanywa nyumba zote. Na akiulizwa nini, nasema hii ni uchafu wa dunia, hizi haraka za Mungu hazitaki mambo haya. Haya yako katika historia yetu, wako baadhi walifunga mali zifurushwe katika tosa baharini. Kuna mmoja aliamua kuwa zahid, akanena mimi nimeamua sasa kurudi kwa Allah, na nimeona sasa zile zipeni zangu ziwili ziko kwenye account na kama 100,000, na kule nyumbani na kama 50,000. Hizi zote ndio sababu ya kuniziwia mimi kwenda kwa Allah. Akazitukua zile 100,000 na 50,000, kazifunga kwenye zifurushi, kaenda zake kule Kizimbwini, kazitupa pale. Somani zitabu ya Kiislamu, ziko mambo haya yametokea. Kwa hiyo tusomeni. Sasa angalia aklia zitoe. Hakuna fukara hapo mwini, hakuna maskini, huwaje zingine zikatoswa baharini. Ule shetani utampa yeye ndani wake, maana nadharia yake ule nani ni shetani, utampaje? Sasa alwai, watu wasome. Sisi nkatiti, wallahi tunataka sana mubalighina wa wengi. Sisi nkatiti takuja kuwaonesha kuna nyanja nyingi za tablighi hazijafanyiwa kazi. Sisi tunataka mubalighina waandishi, tunataka mubalighina wahadhiri, tunataka mubalighina wasomeshaji, tunataka mubalighina kila sampuli ya nyanja tutakuja kuzieleza. Tunataka kila kutia wingi, ahla wa sahla, ni uzuri, kazi itafanyika ya Kiislamu, lakini baje na nini? Na silaha. Kila mtu aipoke katika umri wake, miaka 4, miaka 5, miaka 6 kwa kadri. Mimi siko kwenye kuzungumza mtu asome mpaka awe mujtahid, la. Soma miaka 5, 6 kupata kile kiwango cha kuweza pale kijijini kwako, lakini hatutaki kujipoka wakati. Tunataka kuyapandia tu mambo. Na kuyapandia mambo natija zake ni hizi, na Mwenyezi Mungu atajalia minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.